Katika ulimwengu burudani, wasanii wa muziki wa hip hop ndio wanaongoza kwa kuwa na mkwanja mrefu zaidi ukilinganisha na aina nyingine ya muziki. Mfano mzuri ni rappers kama kina Jay-Z, Puff Daddy na wasanii wengine wengi tu ambao wanamiliki utajiri mkubwa ukilinganisha na wasanii wa aina nyingine ya muziki. Lakini katika muziki wa Bongo Flava hali ipo tofauti kidogo, kwani wasanii wa aina nyingine ya muziki wamefanikiwa zaidi katika maeneo mengi ikiwemo kiuchumi kulinganisha na wasanii ambao wanafanya muziki wa hip hop. Mfano mzuri ni Diamond pamoja na Alikiba ambao hawa wana mafanikio makubwa kuliko na hip hop wengi ambao wamekuwepo muda mrefu katika sanaa ya muziki wa Tanzania, hasa wanaofanya muziki wa hip hop. Hata hivyo haimaanishi kwamba wasanii wa hip hop hawajafanikiwa, kwani kuna mifano mizuri tu ya wasanii wa hip hop ambao wamefanikiwa katika nyanja kibao ikiwemo swala zima la uchumi. Hapa nazungumzia Mheshimiwa Sugu, Mheshimiwa Mwana FA, lakini pia AY na wasanii wengine wengi tu ambao unaweza kuwataja ambao wanafanya muziki wa hip hop na wamefanikiwa kwa kiasi kikubwa tu kupiga hatua hasa katika masuala mazima ya uchumi. Na kwa miaka kadhaa hip hop ya Bongo Flava ilishuka kidogo kwenye mainstream media kutokana na kukosekana kwa mzunguko mzuri ama rotation ya nyimbo za hip hop kwenye radio pamoja na television. Hata pale social media ilivyo take over, bado hip hop haikupata nafasi ya kupenetrate katika social media. Pengine hii ni kutokana na nature ya wasanii ambao wanafanya muziki wa hip hop. Tunafahamu kwamba social media wakati inaingia ilikuwa inataka mtu ujichetue, utengeneze dramas, utengeneze matukio, ni kama ufeki fulani ili uweze kupata attention ama likes kutoka kwa mashabiki. Na Watanzania ni watu ambao wanapenda vitu fulani hivi unusual, kitu ambacho katika ulimwengu wa hip hop ni kitu cha kitofauti kidogo. Wasanii ambao wanafanya hip hop ni watu ambao wanaamini katika kuwa real, kuwa OG na kufanya vitu ambavyo vina make sense kwa jamii. So nadhani hapo ndo kupishana kulianzia kati ya social media wakati na take over, lakini pia wasanii wa hip hop ambao waliamini kwamba hawahitaji sana social media kwa sababu inataka dramas na nini ili wao waweze kupush game yao. Ndio maana wengi wao hata wakifuatilia hawafanyi sana digital marketing. Ushanifahamu vizuri kuanzia promotion hata wakitoa wimbo ni ngumu kuona wakifanya media tours ambazo labda wamelipa content creators au wameenda kwenye media fulani umeona wamefanya hizo mambo labda kwenye social media wamepush kwa kiasi chake. Hapana, wengi wao wanaripoti kwamba na drop out my album na wanauza hand to hand, yani wewe unataka album yake let's say ni shilingi 100,000, so you go there una meet naye au anafanya delivery kama upo mikoani na mwisho siku ile kazi yako inakufikia unamtumia pesa yake. So walikuwa wakifanya hivyo kwa muda mrefu sana baada ya kuona kama mainstream kwa maana radio pamoja na television ni wapi tena nafasi basi wauze kazi zao kupitia mikono yao. Ushanifahamu vizuri, kwa sababu pia hawezi kufanya vizuri kwenye social media. Lakini nyakati hazidumu, na bahati nzuri kwa game ya hip hop ni kwamba tayari imeanza kupata tena attention kwenye media, iwe ni kwenye mainstream au kwenye social media. Na hii imechangiwa sana na kuibuka kwa generation mpya ambayo inajua vizuri namna kuitumia social media. Lakini pia bato za hapa na pale baina ya wasanii wa hip hop zimekuwa zikichangamsha ama zikitengeneza attention ya Watanzania kutaka kujua wasanii wa hip hop ni kina nani. Na tukiamua kuwa real ni kwamba kuna baadhi ya wasanii wameongeza numbers ya watu ambao wanawafuatilia kutokana na hizi battle ambazo zimekuwa promoted kupitia social media, kupitia uchambuzi wa music, lakini pia kupitia mainstream media kwa maana radio pamoja na television, kitu ambacho ni kizuri kwa muziki wa hip hop Tanzania. Ushanifahamu vizuri Na kwangu mimi hii ni taswira mpya ya muziki wa hip hop Tanzania ambayo kama wasanii wataitumia vizuri inaweza kufanya historia kujirudia kwa muziki wa hip hop kutake over tena kwenye industry music ya Tanzania. We all know kwamba miaka ya zamani watu wengi walikuwa wakifanya muziki hapa Tanzania inspiration yao ilikuwa inatoka Kongo. Muziki ule wa dance ukifuatilia ulianzia kule Kongo. Ushanifahamu vizuri wasanii wengi ambao walikuwa wakifanya muziki wa band na nini ulitoka Kongo ukashift ukaja hapa kwetu Bongo na ukaitwa muziki wa dance. Hata bendi nyingi zilianzishwa kama Twanga Pepeta na nyingine nyingi tu ambazo zilianzishwa kwa wakati huo zilikuwa zinafanya inspiration ama walikuwa wanatazama sana wa Kongo jinsi ambavyo wanafanya. Ndio maana muundo wa muziki ulikuwa ukitengenezwa kwa wakati huo ulikuwa unafanana sana na ule muziki wa Kongo. Mambo yalikuja kubadilika pale ambapo waliingia wasanii wakawita muziki wa kizazi kipya na walioanza kufanya vizuri katika muziki huo wa kizazi kipya kabla wasanii hawa ambao wanaimba waliochanganya Afrobeat pamoja na R&B kuingia, walianza muziki wa hip hop.
ushanifahamu vizuri, na mwanzoni walitoka kama wasanii wa kufoka, ushanifahamu vizuri. So kina Sugu na watu wengine waliokuwepo kwa wakati huo walifanya kazi kubwa sana kuhakikisha kwamba wanaiaminisha jamii kwamba muziki wa hip hop una mafunzo na vitu vingine kama hivyo, lakini pia unaweza kuelimisha, na hatimaye ngoma kama za kina Professor Jay-Z kuja kabisa kubadilisha mitazamo ya Watanzania wengi, hata baadhi ya media zikaanza kuamini kwamba ni muziki ambao unaweza kuchezwa kwenye radio, ushanifahamu vizuri. So hivyo ndivyo ambavyo ilivyokuwa before kina Dully Sykes kuanzisha mtindo wa kuimba, na mwisho siku Bongo Flava ikashift kuja kwenye wasanii ambao wanaimba, na baadaye kwa kuna hiyo combination ama mchuano kati ya wasanii wa kufoka tu na wasanii ambao wanaimba. So this is how it started, ushanifahamu vizuri. Baadaye hip hop ni kama ikashindwa, Bongo Flava wanaoimba waka take over, lakini this time around vitu ni kama vinaenda kubadilika hivi. Na moja kati ya vitu vizuri ni kuona jinsi ambavyo mahasimu wa muda mrefu kwenye game wameamua kuungana tena kwa pamoja. Hapa nazungumzia Kikosi Kazi pamoja na Weusi. We all know kwamba ama kundi mawili yamekuwa kibato kwa muda mrefu, kila mmoja na mtazamo wake kuhusiana na jinsi ambavyo wanavyoifanya hip hop, na hivi karibuni zimetoka picture, lakini pia wamefanya interviews. Hapa namzungumzia Jinako, G Warawara pamoja na baadhi ya wasanii kutokea kundi la Kikosi Kazi. Hapa nazungumzia Nicki Mbishi pamoja na Songa, bila kumsahau P Mawenge, na wamepromote kuja na kazi yao mpya ambayo inaitwa Sawa, na wakasema hii itakuwa ni ngoma ya kwanza baada ya muda mrefu sana kutoka katika utamaduni wa hip hop kupata ngoma ya mapenzi kali kama ambayo wao wanakuja nayo. So Jinako, G Warawara, lakini pia tunaambiwa kwamba mlendani pia atakuwepo Rodice all the way kutoka Weusi, pia akishirikiana na washikaji watatu kutoka Kikosi Kazi na kutengeneza ngoma ambayo inaitwa Sawa, na ni ngoma kali ambayo tumeambiwa very soon itakuwa dropped out na itakuwa ni ngoma noma sana. So ni kitu kizuri, na mashabiki wengi wana kiu ya kutaka kujua what's popping, wataimba kitu gani, lakini pia kuona jinsi ambavyo ama jamaa ambao wanashindana kila mmoja kwenye beat yake, watawekwa kwenye beat moja na kila mmoja kutupa flavor ambayo mashabiki wataenjoy kinoma noma. Lakini hofu yangu ni kwamba ukiacha mwamko huu wa kisanaa, wasanii wa hip hop wamejipanga vipi kutengeneza hela kupitia kipindi hiki ambacho muziki wa hip hop umepenya tena kwenye media na kuwafikia watu wengi zaidi? I don't know, let me know kwenye comment section, niambie unafikiri njia gani rahisi ambayo unaweza kaitumia kutengeneza pesa, isiwe tu wamerudi wamepata majina alafu hawana pesa. Let me know kupitia kwenye comment section. Asante kwa kunisikiliza. Mimi naitwa Gadwise.